kutoka ardhi ya ndoto tunainuka. Nephew anawashanga zoni yetu hai. Mambo vipi ndugu zangu, watu wangu wa zoni yetu, tuko tena leo ndani ya zoni yetu. Bwana, nashukuru sana kuja tena kunichungulia. Nephew wako nimekubali na wapendeni sana. Anyway, kabla sijaendelea, kwanza naomba nitangulize shukrani zangu kwa vijana wangu wa One Africa, na kwa baadhi ya watu waliniuliza maswali kwamba bana, hii One Africa ina maana gani? Sasa naomba nichukue nafasi kidogo niwajibu kwamba Wano ni lugha ya Kiganda kutoka nchini Uganda, Luganda, na ile ina maana ya here, hapa, sasa hivi, tulipo. Kwa hiyo hii Wano inawekea sana mkazo kwenye kitu kwamba Waafrika sasa hivi tunataka tuongee historia yetu, tuonyeshe dance yetu wenyewe. Tuko hapa, tushafika, hatusubiri mtu mwingine atuhadisie. Hatutaki wewe uje kutuambia what to do. Sisi tunaijua, tunataka tuonyeshe vibes zetu, na tutaweka changamoto tunazozipata, na tutakuwa pamoja, na tutaonyesha ushirikiano. Hilo ni jibu la haraka kwa sababu kuna waelezaji wenyewe wakuu. Anyway, sasa tuendelee na mada ya leo. Sasa kwa mada ya leo bwana, nataka kwanza niwaulize madada zangu. Kuna swali moja mnakuwa mnatuambiaga sisi bwana, mnasema bwana, unajua you are not my type, you are not my first choice. Yani wewe ukuwa kile chaguo langu la kwanza. Sasa hilo chaguo la kwanza lilikuwa wapi? Kwa hiyo likija chaguo la kwanza naondoka, ama mnajua mnatuchanganya hapo? Hilo ni swala tu la haraka nimeona niliweke hapa. Kwa hiyo next time bwana, ukimwambia mtu unayempenda bwana, alikuwa chaguo langu la sio vizuri. Watu tunaumia, wanaume tunaumia tukikaga huko kwenye sehemu zetu, tunaongea hivi vitu kwamba jamaa alikuwa chaguo la pili, anajisikia vibaya. Anyway, na kitu ambacho sasa nataka nikigusie leo, najua hii mada ni chachu kwa wachache, nyinyi wadogo zangu au kaka zangu, kwa wale ambao wanatafuta wanawake wa kuoa. Mimi nimefanya investigation zangu, research zangu, nikapata majibu mawili matatu. Wanawake wapo kunaanzia ile level 1 mpaka level 10. Bwana, usije ukaoa level 10 bwana. Drama wanawake. Wanaona wameshaweza, wameshatoboa, hawakusikilizi. Ukisema bwana, nampitia hapa kwa mshikaji, nitachelewa kidogo nyumbani, akwambia poa, ukielekea nyumbani na mimi niambie tukutane wote. Hao level ya 10 hao. Changamoto yapo kaka ni nyingine. Alafu na wale level ya 9. Level ya 9 walikuwa level ya 10. Sasa changamoto ikawapiga, mambo ya financial, maybe mambo ya kimaisha na mambo mawili matatu, akawa bump down, akapelekwa chini, akawa namba 9, kwamba alikuwa anaendesha Lexus, sasa hivi inabidi aendeshe Toyota, maisha yamekataa. Sasa yeye ni mbishi, bado anazania bado namba 10. Kwa hiyo ukimkuta huyo jamaa, huyo mwanadada, lazima atake wewe umweke pale kwenye namba 10. Mzee, kuwa ready, utapelekeshwa mzee. Atakwambia no, rafiki zangu wote hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kwa sababu wanataka arudi kwenye namba 10. Alafu kuna namba 8. Sasa namba 8 wanajitaga wenyewe underrated, yani wako below. Unaona bwana, kwamba wanajiona kwamba mimi ni namba 10, ila sifiki pale kwa sababu nahitaji wengine Kiswahili cha kilugha ya juju, sugar daddy. Yani akipata mtu kama tawe kaka, kumbuka kitu, credit card yake, debit card yake, mshahara wako anaujua, unalipwa lini wewe, na hawezi kuchanga 20,000 kwenye grupu la harusi kama rafiki zake wamechanga 200,000. Lazima ujibibe na wewe 200,000 pale. Kaka, changamoto ya huyo ni nyingine. Yani anataka wewe umbebe umpeleke level 10. Ila kana hali kama una uwezo, mimi Nephew wala sikatai, fanya bana. Sasa mwanamke number 1 wa kuoa number 7. Number 7, naomba niweke na Kiingereza kidogo. Number 7, they don't need men, they want the men. They don't need one. Na huyu hata ukiwa naye unajua kabisa naye ni changamoto, kwamba nikiharibu tu nimewekwa bench. Yani number 7 wana uwezo wako, wana mambo yao, wameelimika, wanaamini wanaweza, na sio tu anaongea, anayafanya. Anaamka asubuhi, anapiga michakato, anafanya mambo yake. Mkianza mkiweka mabishano, unamuona kabisa hii level ya ukweli. Hakuna kwamba naomba hiki naomba kile, no. Sasa namba 7 kuwapata, unatakiwa na wewe ujipange. Sio unaenda pale tu kwa hawapendi watu wa ushow. Lazima ujipange, kwa sababu hawa ni family women hao. Hawa wana mchezo bana. Ukimpata namba 7 kijana wangu, relax, tulia. Huku kwingine sio pazuri. Utapata wanawake wa social media, lakini ukimweka ndani mzee, kila siku unafikiria ni lini nitachomoka, na kuchomoka sio rahisi. Haya bana, niyo tu kwa leo nilikuwa nataka niwaambieni. Sasa na leo nawaacha tena na neno fulani la Kiingereza, naomba niambie kwa Kiswahili. Hit the sack. Hit the sack. Ina maana gani hilo hit the sack? Kama kawaida yenu, Nephew wenu, nawapendeni sana. Na neno langu hili moja, tupendane. Mpaka kesho tena, maisha hiyo.